Kila Ijumaa tuna mafundisho kwa ajili ya watu walioitwa kwa ajili ya kuandaa katika kumtumikia Mungu. Kusudi hili ni kuwafikisha watu wa Mungu katika viwango ambavyo Bwana Yesu anawahitaji kuwatumia katika viwango hivyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu Kristo. Ni wakati wa kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Kama una ushuhuda wa mambo ambayo Mungu amekutendea, tunakukaribisha ili uweze kushuhudia mbele za watu wa Mungu, kwa kuwa neno la Mungu linasema ya kwamba utakapotakaswa, nenda kajionyeshe kwa makuhani, pia peleka sadaka yako ya utakaso, alafu nenda kajionyeshe kwa makuhani ili uwe ushuhuda. Kwa hiyo nyakati hizi za mwisho, tangu kanisa lilivyofanywa na Bwana Yesu, wametufanya kuwa wafalme na makuhani. Ndiyo maana tunaita kushuhudia, wana wa Mungu waje kushuhudia mahali hapa, kwa kuwa ndiyo mahali pekee pa kujionyesha mbele za makuhani kama ilivyoagizwa katika sheria. Haleluya. Amen. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kutupa afya njema. Asante kwa kutupa neema. Asante kwa ajili ya mafundisho. Asante kwa ajili ya upako wako. Asante kwa ajili ya kutukumbuka na kutuhurumia na neema zako. Baba, tunakushukuru pia kwa kutufanya kuwa wanafunzi. Tunakurudishia sifa, utukufu na shukrani kwenye kiti chako cha enzi cha mbinguni. Katika jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ni wakati wa kumtolea Mungu wetu matoleo. Kama umekuja na sadaka yako, unaweza ukanyanyua mkono mahali ulipo. Watumishi wa Mungu watakuletea bahasha kwa ajili ya kufichia sadaka zako, kwa kuwa sadaka ni siri. Sadaka sio jambo ambalo kila mtu inabidi aone. Tunakwenda kusimama na neno la Mungu kwa ajili ya kusindikizia sadaka hizi kutoka kwenye kitabu cha Hosea sura ya 14 mstari wa 2. Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaomba msimame, watu wote msimame kwa ajili ya kuheshimu neno la Mungu. Chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yetu, kana kwamba ni ng'ombe. Thank you Jesus. Naweza mkakaa niseme kidogo, kisha tutasimama tena kwa ajili ya kufanya maombi. Neno la Mungu linasema, chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yetu, kana kwamba ni ng'ombe. Neno la Mungu hapa linatufundisha tuchukue maneno pamoja nasi.
Unapokwenda kumtolea Mungu sadaka, usitoe sadaka yako kimya kimya. Ni lazima uisemee maneno sadaka yako, na unapoichukua sadaka kwenye sanduku la hazina, unaipeleka mbele za Mungu sadaka yako na maneno yako pamoja na wewe, yale ambayo umemuomba Mungu, yale ambayo umemshukuru Mungu, yale ambayo unahitaji Mungu akutendee, unayapeleka mbele za Mungu unapokuwa unaitoa sadaka yako baada ya kuinenea. Tena umwambie Mungu aondoe maovu yote na ayatakabali yaliyo mema. Mungu aondoe maovu yote katika maisha yako na ayatakabali yale yaliyo mema, ndiyo yafanyike katika maisha yako. Na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka yetu kana kwamba ni ng'ombe. Yaani utapeleka sadaka yako katika jinsi hiyo, kama mtu anavyotoa sadaka za ng'ombe kipindi Mungu ameagiza watu watoe sadaka za makafara. Kwa hiyo sadaka usiipeleke kimya kimya, sema maneno katika sadaka yako ili yaambatane na sadaka yako. Simameni tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya neema uliotupa kuja mbele zako na sadaka hizi. Nami sasa kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nakomboa na kusafisha na kutakasa sadaka hizi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nazitenga sadaka hizi na maagano yote ya pesa, chuma ulete, ufilisi na vunavuna. Baba, ninafuta serial namba za kipepo, ninafuta picha, ninafuta chapa, ninafuta ishara na alama zote za kipepo zilizofanywa kwa kupitia sadaka hizi kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Baba, tazama yako mengi ambayo tumenena kwa kupitia sadaka hizi, nami ninakuomba utujalie sawasawa na haja za mioyo yetu kwa ajili ya utukufu wako, Bwana Yesu Kristo. Nami ninabakisha uthamani wa sadaka hizi katika kiti chako cha enzi cha mbinguni, kwa kanisa lako na kwa watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Asante Bwana Yesu Kristo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa kuja mbele zako kula na kunywa mezani pako, Mungu. Nami sasa kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nakomboa watoto wako na watumishi wako wote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila eneo ambalo adui amepata uhalali kwa ajili ya kuleta uharibifu, watu wako wasiweze kulisikia na kulipokea neno lako, ninawalipa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti.
Nami sasa ninapiga kila roho chafu inayoleta uharibifu mbele zako, kila roho chafu inayozuia watu wako wasiweze kulipokea neno lako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila eneo ambalo adui analeta uharibifu, ninamlipa kwa damu ya Yesu, na ninaamuru kila roho chafu ya uharibifu, kila roho chafu ya makelele, kila roho chafu ya usumbufu inayowazuia watu wako wasiweze kulipokea neno lako, ninapiga roho hizo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, na ninaamuru kwa jina la Yesu, toka mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba mapenzi yako yote yapate kutimizwa mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa. Haleluya. Tuko kwenye somo letu linalosema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na somo letu limetoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ile 28 kuanzia mstari wa 19. Nasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mathayo 28 mstari ule wa 19. Tuanzie mstari ule wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tena tukasoma mahali hapa Bwana Yesu anaagiza wanafunzi wake wakawafanye mataifa kuwa wanafunzi na wakawabatize kwa jina moja ambalo jina hilo ni la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tena akawaambia, mkawafundishe yote ambayo nimewaamuru ninyi,
na tazama nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Sasa tunaposoma maandiko matakatifu tunaona Bwana Yesu alipoanza kuwaamuru na kuwafundisha wanafunzi wake mambo ambayo aliyowaamuru wakawafundishe wale wanafunzi ambao wataokoka, ambao watakaoenda kuwafanya kina Petro. Mambo hayo tunayapata kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nami ninasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimwijia. Akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona jinsi gani Bwana Yesu alivyoagiza wanafunzi wake kwenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Lakini baada ya hapo alisema, mkiwafundisha yale yote ambayo nimewaamuru. Mambo ambayo Bwana Yesu ameamuru yanaanzia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5. Na Biblia inasema Bwana Yesu alipoona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema. Hapa tunaona makundi mawili ya watu. Hapa kuna makutano na wanafunzi. Makutano, Bwana Yesu alipowaona hakufumbua kinywa chake, kwa sababu makutano sio wanafunzi, ni watu wasikilizaji wazuri wa maneno ya Mungu, lakini sio watendaji wa maneno ya Mungu. Na hao sio watu ambao Bwana Yesu aliagiza wale mitume kulifanya kanisa liwe la makutano, bali aliwaagiza, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na wasiwe tu wanafunzi, wawe wanafunzi wangu. Ni wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo, wajifunze kwa Bwana Yesu, kwa kuwa neno la Mungu linasema, jifungeni nira yangu na ubebeni mzigo wangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tena amesema, mjifunze kwangu, Bwana Yesu, ili muwe wanafunzi wangu. Kwa hiyo ukijifunza kwa Bwana Yesu unakuwa mwanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Hivyo basi, watumishi wote wa Mungu waliotumwa na Mungu, agizo ni kwenda kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi na sio makutano. Bwana Yesu hahitaji makutano, ndio maana alipowaona akufumbua kinywa chake. Lakini alipoona wanafunzi alifumbua kinywa chake akanena, kwa kuwa Bwana Yesu alikufa pale msalabani kwa ajili ya wanafunzi na sio makutano. Hakufa ili ufanyike kuwa makutano, bali alikufa ili ufanyike kuwa mwanafunzi, uweze kumtii yeye katika wakati neno lake unapolisikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa siku za nyuma tumeangalia katika vipindi vilivyopita mambo ambayo Bwana Yesu ameyafundisha. Tulikwenda mpaka tukafikia mara ya mwisho, tulifika mstari ule wa 48 kwenye Mathayo hii sura ya 5. Neno la Mungu linasema, Mathayo sura ya 5 mstari wa 48, ninasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Basi ninyi
mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri halisi ya King James inasema muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Agizo na mafundisho ya Bwana Yesu, ameagiza wanafunzi wake wawe wakamilifu kama Baba aliye mbinguni alivyo mkamilifu. Kama jinsi Mungu alivyo mkamilifu, Mungu anataka watu wake wote wawe wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii unapozungumzia habari za ukamilifu, watu wanakuona kama umetoka katika dunia nyingine, kwa sababu wamekaririshwa kwamba mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, na mafundisho hayo siyo mapenzi ya Mungu. Na wahubiri wote wanaohubiri kwamba mtu hawezi kuwa mkamilifu hawajajifunza kwa Bwana Yesu Kristo, bali wamejifunza kwa Shetani, kwa sababu ni Shetani peke yake anayesema mtu hawezi kuwa mkamilifu, akimaanisha kwamba ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, kwa sababu kwa kusema hivyo ni kumshusha Yesu Kristo chini, kwamba kazi aliyoifanya msalabani ni sifuri. Unajua, unapoishusha, unapoionyesha kazi ya msalabani aliyoifanya Bwana Yesu Kristo ni sifuri, inamaanisha unamshusha Yesu chini. Lakini unaposema ni nani atakayekwenda kuzimu, inamaanisha unamshusha Shetani chini, kwamba katika kazi zote anazozifanya Shetani hapa duniani hana uwezo wa kumpeleka mwanadamu kuzimu. Ukisema hivyo, inamaanisha kwamba unaisifia kazi ya Bwana Yesu Kristo aliyoifanya pale msalabani ya kuokoa watu wake, na kwa kufanya hivyo ni kumwinua Yesu Kristo juu. Sasa mafundisho ambayo Shetani amefundisha watumishi wake, ambayo yameenea hapa duniani, ni mafundisho yanayosema ya kwamba mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, na mafundisho hayo siyo mafundisho ya kimungu, siyo mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa mafundisho ya Bwana Yesu Kristo amesema ya kwamba muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo swala la mtu kuwa mkamilifu linawezekana kabisa, tena kwa 100%. Mwanadamu anaweza kuwa mkamilifu, inawezekana kabisa kwa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Labda mtu anaweza akasema inawezekana hapo Bwana Yesu alikosea, labda ni hapo tu. Mahali kwingine Bwana Yesu aliposema kuhusu habari za mtu kuwa mkamilifu, tunazipata kwenye kitabu hichi cha Mathayo Mathayo sura ya 19
letu linasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha yale yote niliyoamuru. Kwa hiyo katika mambo ambayo Bwana Yesu ametuamuru tufundishe watu wake, mambo ya ukamilifu ni moja kati ya mambo ambayo Bwana Yesu ameamuru yafundishwe katika kanisa. Na ndiyo maana kwenye madhabahu hii ya nyumba ya sala kwa mataifa yote tunafundisha jambo hili la ukamilifu, kwa kuwa Bwana Yesu ameliagiza na inawezekana mwanadamu kuwa mkamilifu. Twende kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 19 na kuanzia mstari ule wa 16. Ninasoma kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, hayo yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa Bwana Yesu katika pitapita zake za kufundisha alikutana na kijana mmoja. Kijana huyu Biblia inasema alikuwa tajiri. Naye ijapokuwa alikuwa tajiri, lakini alikuwa bado hajaupata ufalme wa Mungu. Unaweza ukawa na vitu vyote hapa duniani, lakini ufalme wa Mungu huna. Na unaweza ukawa na ufalme wa Mungu, lakini usiingie kwenye ufalme wa Mungu. Unaweza ukaupata ufalme wa Mungu hapa duniani, lakini inawezekana kabisa usiingie kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa huyu kijana alimfuata Bwana Yesu akamwambia, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Tena akamuuliza, nitende jambo gani jema? Nitende jambo lipi jema ili nipate uzima wa milele? Huyu kijana ni mmoja kati ya watu waliokuwa wenye akili, kwa sababu alijua kuwa na mali sio kupata uzima wa milele. Alitafakari, alijifikiria habari za uzima wa milele, kwa kuwa alikuwa na uhitaji uzima wa milele, na alikuwa anajua mali zangu nilizokuwa nazo hizi sio uzima wa milele.
kijana Biblia inamwita tajiri, kama Biblia inamsema kuwa ni tajiri, basi ni mtu ambaye alikuwa tajiri, ana mali nyingi. Mpaka Biblia ikuite tajiri, ujue una mali za kutosha. Sasa kijana huyu baada ya kumuuliza jambo hilo, Bwana Yesu alimuuliza, unazijua amri? Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda huko, labda niulize kanisa leo, hivi unaujua uzima wa milele ambayo huyu kijana alikuwa anauliza? Huyu kijana alikuwa tajiri,